Usifikiri kwamba unakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa sababu tu unasikia mgongo unauma, usianze kulalamika sana kana kwamba unahisi unafanya nini? Unakudhuru. Kama tulivyoona huyu jamaa ameshika kompyuta akaanza kusikia maumivu. Haimaanishi kwamba ule uzito ulikuwa unamdhuru. Hapana. Tunatakiwa tukabili maumivu ya mgongo kwa mtazamo chanya. Moja, unaweza ukaanza kwa kupunguza kidogo wingi wa shughuli zako ulizozizoea mwanzoni kwa kiwango unachoweza kumudu bila kupata maumivu makali. Lakini pia unaweza ukatumia barafu sehemu yenye maumivu kwa kukanda ikiwa maumivu ni mapya. Kama ni ya muda mrefu, unaweza ukakanda kwa joto. Tunashauri iwe hivyo. Kama ni ya muda mfupi au ndio yameanza, baridi. Kama ni ya muda mrefu, tumia joto. Sasa vitu vingine vya kufanya ni nini? Anza mazoezi. Mazoezi na shughuli za mwili ndiyo msingi wa kupona maumivu mengi ya mgongo. Mazoezi yanaweza pia kuzuia maumivu ya mgongo yasijirudie tena baadaye. Usipoimarisha misuli yako ya mgongo na ya tumbo, kwa sababu sikia nikwambie, hii balance ni ya juu na chini, lakini ni ya mbele na nyuma. Sisi kuwa na posture au mkao tulionao, pressure inayotoka kwenye misuli ya tumbo pia inasaidia kubalance uti wa mgongo. Kwa hiyo tumbo lako likiwa dhaifu pia unaweza ukapata changamoto ya maumivu ya mgongo. Mazoezi kama kutembea, kuendesha baskeli na kuogelea huimarisha misuli muhimu ya mwili inayosaidia pia kuweka mgongo katika usawa. Kadri unavyotembea unaimarisha misuli ya nyonga na misuli ya tako na paja, inasaidia kubalance mwili katika mkao unaotakiwa. Lakini jambo zuri zaidi la kufanya, fanya mazoezi mahususi kwa ajili ya mgongo. Nimeweka linki hapo, unaweza ukaingia kwenye hiyo linki ukasubscribe kama una shida hii sana, wakakusaidia kupata mazoezi yanayokufaa. Hapa nitayaonesha kwa uchache. Moja, kundi la kwanza la mazoezi tunayaita back extension, mazoezi ya kuvutia mgongo nyuma. Kama unaloliona hilo, unafanya mara kwa mara, na sifa moja ni kwamba usiamke tu na kufanya mazoezi. Hakikisha mwili umechemka kidogo, umekimbia, umesweat kidogo, ndio uanze kunyoosha migongo, kwa sababu mwili unakuwa tayari umefanya nini? Misuli imeanza kupata joto. Ukinyoosha misuli kabla haijapata joto pia unaweza ukaidhuru. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ukiwa umesimama au ukiwa umelala. Unaweka miguu yako inanyooka, mikono unaweka mbele, unaanza kujinyanyua hivi na kushusha. Ama unaweza ukafanya kwa kukaza ili zoezi ambalo amenyanyuka kidogo unalegeza miguu, lakini lile la pili ambayo mikono amekunja unakaza nyonga yako na unakuwa unaivuta juu na chini. Hilo ni aina ya kwanza ya mazoezi ya mgongo. Aina ya pili tunaita back twisting. Haya ni mazoezi ya kuzungusha mgongo kulia na kushoto. Unaweza kufanya ukiwa umelala au ukiwa umekaa. Ukiwa umekaa unaweka mikono hapa. Ukiweka mikono hapa unazuia matumizi ya misuli mingine inayokusaidia kugeuka. Kwa hiyo unakuwa umeisolate muscle groups, umebaki na muscle za mgongo. Kwa hiyo unaweza ukageuka upande mmoja na upande mwingine mwili mzima pasipo kugeuza shingo. Aina ya tatu ya mazoezi tunayaita back flexion au mazoezi ya kupinda mgongo kwa mbele. Yanakusaidia pia kuweka usawa. Unaweza ukafanya ukiwa umelala au ukiwa umesimama kama unavyoona hapo. Na unapo stretch mazoezi haya unapo stretch sio unafanya tu mara moja unarudi. Unaposhika unakaa hapo hata sekunde 20 hadi 30 mpaka usikie kabisa mgongo unajivuta au unasikia kwa maumivu kwa mbali, ndio unaachia. Aina ya tatu ni mazoezi ya kuimarisha misuli ya mgongo. Kama hili la chini nadhani ni rahisi sana wengi kulifanya. Unaweka miguu chini, unakunja miguu, unajinyanyua na kujishusha, au unaweka mikono hapa, unakaa kwenye kiti na kunyanyuka. Unaweza pia ukawa unaongeza urefu wa kiti. Na mazoezi namna ya mwisho ya kushughulika, rekebisha mkao wako. Unapokaa hakikisha usikunje miguu. Unapokunja miguu unasababisha usiwe na balance ya misuli yako ya mgongo. Lakini kaa wima, kiti kiwe kizuri kinachosapoti mgongo, usikae pembeni ya kiti. Unapotumia screen au kufanya kazi, hakikisha usawa wa kiwiko ndio usawa wa eneo unalofanyia kazi, na screen iwe chini kidogo ya macho. Jambo la mwisho, unapolala, wanasema hakuna godoro linalokidhi mahitaji yote kwa ukamilifu, lakini epuka magodoro ya zamani
au yanayobonyea sana. Tafuta godoro gumu linalofanya ujisikie vizuri. Na kama una shida ya mgongo, badala ya kuweka mto kichwani, basi weka mto katikati ya miguu kama umelala kwa upande, au weka hapo chini ya tumbo kwenye nyonga kama inavyoonekana kwenye picha. Jambo la mwisho, katika shughuli zako, vitu vyenye uzito viweke karibu zaidi na mwili kadri inavyowezekana, na eneo la kufanyia kazi, umesimama au umekaa, liwe usawa wa kiwiko. Usinyanyue mizigo kwa kutumia muhimili wa mgongo, utaumia. Hakikisha unapunguza matumizi ya mgongo na unafanya kazi katika utaratibu ulio mwema. Ukifanya hivyo, ninakuhakikishia ndani ya muda mfupi utashinda maumivu ya mgongo na utakuwa mwenye furaha tena, na Mungu awabariki.